Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, jina langu unaitwa Victor Moshi. Taarifa tuliyokuwa nayo hapa ni kwamba Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameomba msamaha kwa Qatar kufuatia kuuawa kwa raia wa Qatar katika shambulio lisilo la kawaida la Israel dhidi ya viongozi wa Hamas mjini Doha mapema mwezi huu, shambulio lililolaniwa kote duniani. Waziri Mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani alipokea ombi hilo la msamaha Jumatatu kupitia simu ya pamoja kutoka Rais wa Marekani Donald Trump na Netanyahu wakati wa mkutano wao ikulu ya White House. Katika taarifa ya White House ilieleza kwamba kama hatua ya kwanza, Waziri Mkuu Netanyahu alieleza masikitiko yake makubwa kwamba shambulio la makombora la Israel dhidi ya ngome za Hamas chini ya Qatar lilisababisha kwa bahati mbaya kuuawa kwa mwanajeshi wa Qatar. Taarifa hiyo iliendelea, aliongeza kusema kuwa katika kuwalenga viongozi wa Hamas waliokuwa katika mazungumzo ya mateka, Israel ilikiuka mamlaka ya Qatar, na alithibitisha kuwa Israel haitafanya tena shambulio la aina hiyo katika siku za usoni. Katika shambulio la Septemba 9, wanachama wa Hamas wasiopungua 5 wa vyeo vya chini na afisa wa usalama wa Qatar waliuawa, huku kikosi cha juu cha Hamas kilichokuwa kinashiriki mazungumzo ya usitishaji vita kikinusurika jaribio hili la mauaji. Hili lilikuwa ni shambulio la kwanza kwa Israel dhidi ya Qatar, taifa ambalo ni msuluhishi muhimu katika juhudi za usitishaji mapigano na pia mwenyeji wa kituo kikubwa cha kijeshi cha Marekani katika Mashariki ya Kati, kituo cha Al Udeid. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar ilithibitisha mawasiliano haya kwa simu, ikisema kuwa yalikuwa sehemu ya juhudi za Marekani kushughulikia athari za uchokozi wa Israel uliolenga makazi ya kiraia mjini Doha, ikiwemo nyumba zilizokuwa zikikaliwa na wajumbe wa mazungumzo ya Hamas, jambo lililokuwa ukiukwaji wa wazo mamlaka ya nchi ya Qatar. Taarifa ya wizara iliongeza kuwa mwanzoni mwa mazungumzo, waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje alieleza shukrani zake kwa rais wa Marekani kwa jitihada zake za kuleta amani katika eneo hili, zikiwemo dhamana ya kuzuia kurudiwa kwa uchokozi dhidi ya nchi ya Qatar na ahadi ya Marekani kuendeleza ushirikiano wake wa kiulinzi na Qatar. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel alitoa msamaha wakati wa mazungumzo hayo kwa shambulio la ukiukwaji wa mamlaka ya Qatar uliopelekea kuuawa kwa shahidi wa kiraia wa Qatar Badri al-Dossar, akiahidi kwamba Israel haitarudia kulenga ardhi ya Qatar tena siku za usoni. Kupitia ukurasa wake rasmi wa X, zamani Twitter, Netanyahu alinukuliwa akimwambia waziri mkuu wa Qatar, "Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka ujue kuwa Israel inajuta kwamba mmoja wa raia wenu aliuawa katika shambulio letu. Nataka kukuhakikishia kuwa Israel ilikuwa ikiwalenga Hamas, si wa Qatar." Mtazamaji, huo ni msamaha ambao waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameweza kuuomba moja kwa moja kwa waziri mkuu wa Qatar kufuatia shambulio ambalo liliwaua wawakilishi wa mazungumzo wa Hamas pamoja na afisa mmoja wa Qatar. Hii ni Zone Media, tutakuletea kila aina ya taarifa ambayo inajiri katika uga wa kimataifa.